Jina langu Fauzia Omar Mahawi, sheha wa shehia ya Michungwani, wilaya ya Magharibi. 2016 ndipo tulipoanza zoezi la uzoaji wa taka katika maeneo haya, na sosi yake ilitokea maradhi haya ya mlipuko. Wakati ule manispaa walikuwa hawana uwezo, labda ulikuwa nguvu yao sio kubwa, kwa hivyo wananchi walikuwa wanalalamika sana, wakawa wanasema kwamba nyie ndio mnatusababishia maradhi manispaa, kwa sababu taka hamji kuchukua labda kwa utaratibu, au gari nakuja pengine miezi miwili, taka zinakaa miezi miwili. Kwa hivyo tulifanya kikao na watu wa manispaa. Kwa hiyo watu wenyewe wananchi walisema kama hili swali sisi tunaliacha kwa sheha. Kwa hivyo mimi baada ya kuachiwa lile swali kwa sheha, nikaenda zangu manispaa. Lakini manispaa pale tulikwenda kama hizi timu ya kikao, tulienda tukafanya nao kikao. Lakini tuliondoka pale hatukupewa baro, hatukupewa ufagio, hatukupewa gari, hatukupewa chochote. Manispaa walikubali kwamba tufanye hilo zoezi la taka. Tena wakati ule ilikuwa ni shehia moja, ikiwa Mombasa tu, lakini wao wakanambia vipi mimi nifanye upande mmoja tu, yani huku ninakokaa mimi, ambapo sasa hivi ni shehia Michungwani. Kwa hivyo wao waliniruhusu kwamba mimi nifanye upande huu mmoja. Kwa kweli mwanzo ulikuwa mgumu, kwa sababu tulianza kukodi na vikeri, tukaenda wilaya ya Mjini tukaomba vikapu. Kwa hiyo vikapu vile tukawa tunachangisha pesa kwa watu kwenye shehia, tunakusanya pesa ikifika mwisho wa mwezi. Kwa hiyo tukawa tunapata vile vikapu kama ni msaada. Anakuja mtu labda wa Mjini, anakuja vile vikapu, anakuja kuvichukua vya taka. Lakini ikawa zogo na kelele, vikapu vilikuwa vimewekwa karibu na uzio wa airport. Kwa hiyo sasa ikawa kelele na zogo kwamba uchafu labda ndege, kunguru, sijui nini wataathiri pengine, kwa sababu ni maeneo ya airport. Ikabidi kuondosha vile vikapu, na tukakosa sasa yale makontena ambayo tulikuwa tunayatumia, ambayo tuliyapata kwa Mjini. Lakini nikasema haiwezekani kwamba sisi katika shehia hii tushindwe kutafuta gari. Basi mimi nikajitolea kwa nafsi yangu, nilikuwa na hakiba yangu, nikanunua gari ya milioni 16 ya mwanzo, ambayo ilikuwa ni Kenta ya tani 2. Baada ya kununua ile gari, nikasubiria sasa, ikawa zile pesa zinajilipa kidogo kidogo kwa kupitia makushanyo ambayo kwa ajili ya usafi. Na kwa kweli wananchi walikuwa wameridhika, kwa hivyo walikuwa wanachangia. Kwa hivyo mpaka ikafika likamalizika ile deni la milioni 16. Baadaye gari ile ikaendelea kama miaka miwili, ile gari kaja ikaharibika, ikafa. Lakini hatukusita, ikawa tunatumia magari ya kukodi. Tulikaa kama muda wa miezi 5, ndio kipindi hichi cha awamu wa rais huyu. Ikawa kuna fursa hivi ambapo vikundi vinavyofanya usafi. Kwa hiyo sisi tukatengeneza hicho kikundi na tukaenda tukakopeshwa milioni 40 kwa kweli. Kwa kweli tunamshukuru rais kwa fursa hii ambayo sasa hivi tunaweza kusema mafanikio ni makubwa. Kwa kweli kwa tuna gari ya tani 4 na tumeweza kulipa huo mkopo na tumemaliza kwa usalama, hatukumisi hata siku moja, na mambo bado yanaendelea. Gari bado ipo hiyo, naendelea nayo kama kawaida. Kwa hivyo kazi zinafanyika kama kwa sababu tutakuwa hatuna taka, kwa sababu sisi maeneo yetu yamepimwa. Hakuna eneo ambalo limewekwa hili labda maalum kwamba hapa zingekuwa taka. Taka zako unaweka kwenye mlango wako, ikifika siku unagongewa, ndio unatoa taka nje na taka zinabebwa, zinachukuliwa. Mtu leo zamu yake anajua, kwa hivyo taka anazitoa nje. Kiano ya zaidi manake kwa wananchi wasije wakasema kwamba tuliache ile, tukiliacha tutakuwa tumejiacha sisi wenyewe na uchafu utarudi kama vile mwanzo. Ulipaji wao ni mgumu, na ulipaji wao lazima wapitiwe nyumba hadi nyumba. Na kulipa kwao lazima siku zipitilize. Kwa hiyo siku zikipitiliza sisi tunachelewa kupata pesa zetu. Ushirikiano wake kwa kweli na sisi ni mzuri. Katuona vijana hatuna ajira, tunatangatanga sana katika mitaa, akaamua kutuliza kichwa chake na kutuchukua sisi vijana ili tupate pesa zetu za matumizi, kuepukana na mambo mengine mitaani. Tunampongeza. Taka tunakuwa tukishakukushanya taka tunapeleka Kibele. Tunakuwa tunapeleka kule, zinamwagwa, wao ndio wanazisanya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kwa jina naitwa Salum Seif Salum. Nimekuja kwa sheha wetu hapa Kifaudhia kwa kupata huduma za kijamii. Sisi tuko na hotel Premier Hotel Group, ni nyumba tunataka kufungua soon. Kwa hiyo tulikuja atutambulishe
kwamba aniakiri kwamba sisi tunahusika katika sheria hii, na istoshe tunataka swala zima la ubebaji wa taka, kwa sababu pale shirika zitakapoanza lazima tutahitaji hivyo vitu. Kwa hiyo pia nimekuja kuongea naye kupata kujua kwamba vipi tunapanga na sheria zake zikoje. Kwa hiyo mimi niko hapa kwa ajili katika hao ambao wanachukua taka katika majumba, hususan na hii system tunakwenda nayo sasa hizi tofauti na zamani. Sasa hizi kuna sehemu special serikali imeweka kwa ajili ya kutupa taka. Sasa unapo organize na wao ukatoa kile ulichoambao utoe, ni bora kuliko ukafanya vile ambavyo unataka wewe. Na kuna watu kidogo ni wagumu kwenye kulipa, na ni wagumu, wanachukulia kila kitu ni hivyo, wanadharau baadhi ya kazi, wanaona ni kawaida. Ushauri wangu wa kwanza, wafikirie wale watu wana familia wengine, na wengine ni vijana ambao kwamba wamejitolea kuachana na mambo ya mitaani, kutafuta watu na nini na mambo mengine mabaya kutumia yanajulikana. Kwa hiyo ile mtu anapokuwa busy inamsababisha kuacha baadhi ya mambo sababu uko busy, lakini unapokaa mitaani unasababisha kufanya vitu ambavyo hautotarajia kwamba ungelivifanya. Sasa mimi na washauri wananchi ama sheria hii wajitahidi sana katika hili swala, na kuwe kuna utaratibu maalum. Ikiwa mtu hajalipa anachukuliwa hatua gani ikishafika baada ya mwezi, baada ya siku, kwa makini. Kwa serikali iwaangalie kwa jicho la pili ili vipi uweze kuwasaidia hawa wanaobeba taka. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare Mshindo TV.